Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya baraka, ni siku ya ushindi. Tunajikumbusha kitabu cha Tito ambazo ni nyaraka zilizoandikwa na Mtume Paulo. Huyu Tito alikuwa ni mwanafunzi wa Paulo ambaye akajengwa katika misingi bora ya imani. Ukisoma kitabu cha Tito kinaongea habari ya uongozi. Tito, Paulo alimwacha Krete ili atengeneze mambo ya kiroho ya watu wa Krete. Paulo anamwambia Tito kwamba wale wazee walioko Krete wakemee katika imani, wadumu katika kumpenda Mungu. Wazee, vijana, wakina mama pamoja na vijana wafundishwe imani ya kudumu katika Mungu. Lakini akasema wewe mwenyewe Tito ukae katika ile kusudi la Mungu, ukemee watu wakae katika imani. Kwa maana kwa Mungu, kama wewe ni kiongozi, lazima uwe ni mfano wa kuigwa katika jamii. Kama wewe ni baba katika familia, lazima uwe kichwa katika familia. Kama wewe ni mama, dumu katika yale mapenzi ya Mungu, utamwona Mungu. Kwa hiyo Tito akadumu katika kukemea yale maneno ya Mungu. Watu wa Krete akasema wadumu katika imani, wadumu katika kumpenda Mungu katika mambo yote. Kwa hiyo misingi ile aliyoiweka Tito katika watu wa Krete, unaona walidumu katika kumpenda Mungu, wakadumu katika sheria za Mungu, wakadumu katika neema ya Kristo Yesu. Kwa maana ile imani ilijengwa ndani yao, wakadumu katika mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo tunapojifunza Biblia lazima tudumu yale Mungu anayesema tuyafanye, tudumishe ule ushirika na Mungu ili tudumu katika ile imani. Lakini imani yetu ijengwe katika ile misingi bora ya kumcha Mungu. Kwa hiyo sisi tutakuwa ni mfano wa kuigwa katika jamii na katika wale wanaotuzunguka, ili kwetu isitajwe neno la uongo, waione imani ya Kristo Yesu ambaye imejengwa katika misingi bora katika utauwa wa Kristo Yesu. Kwa hiyo tudumishe ule ushirika na Mungu, ukae katika lile pendo la Mungu, nasi tutamwona Mungu katika maisha yetu. Naomba neema ya Kristo Yesu tuwafunike kwa utukufu wake. Amen.